Surprise kubwa kutokana na uamuzi wa wananchi Yanga kumtambulisha Selemani Mwalimu Gomez kwamba ni miongoni mwa washambuliaji wao kwa msimu wa 2026-2027 inatokana na maeneo mawili. La kwanza ni ukweli kwamba Selemani Mwalimu Gomez tarehe 8 tu alitambulishwa na watani zao wa jadi Simba kuwa ni miongoni mwa nyota atakaoitumikia timu hiyo kwa msimu wa 2026-2027 chini ya kocha Steve Barker, na alipata nafasi ya kuzungumza kwa njia ya video na mashabiki watazamaji waliojitokeza kwa wingi kwenye siku ya Simba Day uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam na kuibua shangwe za aina yake. Mbwembwe zilijitokeza. Alitambulishwa kwa mbwembwe haswa na wekundu wa Msimbazi Simba, huku msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali wakati akimtambulisha akirejea juu ya namna ambavyo wapinzani wao mbalimbali walivyokuwa wakijaribu kumshawishi Selemani Mwalimu Gomez atue kwao, lakini mwisho wa siku ni wao Simba wekundu wa Msimbazi wakafanikiwa kumrejesha kwa mara nyingine tena kuitumikia klabu hiyo wekundu wa Msimbazi Simba. Ikumbukwe Selemani Mwalimu Gomez yungali katika klabu ya Wydad Casablanca, na msimu uliopita kwa maana 2025-26 alichezea Simba kwa mkopo akionyesha kiwango bora sana. Kwa sababu hiyo kurejea kwake Wydad kukawa kunaibua shaka kwamba pengine Simba watamkosa, kwamba Simba itabaki na mshambuliaji mmoja Ibrahim Dumbia, top scorer katika ligi kuu ya Mali katika msimu uliomalizika akiwa amefunga mabao 17. Lakini sasa leo hii kutambulishwa na rais wa Yanga Engineer Hersi Said kwamba ni miongoni mwa nyota tutakayetumikia Yanga kwa msimu ujao, ndipo surprise yenyewe ilipo. Hakukuwa na matarajio hata kidogo kwamba baada ya Selemani Mwalimu Gomez kutambulishwa na wekundu wa Msimbazi Simba siku ya Simba basi angeweza kuchipukia Yanga, lakini hicho ndicho kilichotokea. Leo hii ametambulishwa na kwenye picha hapo tazama, anaonekana rais wa Yanga Engineer Hersi Said akiwa na Selemani Mwalimu Gomez ambaye amevalia tayari jezi mojawapo kati ya zile zitakazotumiwa na Yanga katika msimu ujao 2026-2027, lakini pia wangali na nyaraka kuonyesha namna juu ya makubaliano yaliyofanyika kati ya klabu hiyo ya wananchi na Selemani Mwalimu Gomez, lakini pia baada ya kupata ridhaa kutoka kwa klabu yake mama Wydad Casablanca ya kule nchini Morocco. Hii ni surprise ya kwanza. Surprise ya pili ni ukweli kwamba Yanga hivi karibuni katika siku yao ya Yanga Day, tunasema ile Yanga Day, siku iliyofuata baada ya Simba kumtambulisha Selemani Mwalimu kwamba miongoni mwa nyota wao, ambayo ilikuwa ni tarehe 9, Yanga waliwatambulisha nyota kadhaa wa safu ya ushambuliaji, akiwamo nyota raia wa Ufaransa mwenye asili ya Senegal. Hapa tunazungumzia Sheikh Ibrahima Toure, miongoni mwa nyota wao wa safu ya ushambuliaji. Lakini pia wakamtambulisha Peter Shalulile, mchezaji wa kimataifa wa Namibia aliyemalizana hivi karibuni kuitumikia Mamelodi Sundowns. Wakamtambulisha na akafanya vizuri sana katika mechi ya siku ya Yanga wakati walipocheza dhidi ya Aigle du Congo, akifunga bao pekee kwa mkujo wa penalty ambayo ilitokana na jitihada zake. Kiwango alichokionyesha kilileta faraja kwa mashabiki wa Yanga walijitokeza siku hiyo wakiamini kwamba yeye ni miongoni mwa usajili babu kubwa utakaowabeba kwa msimu ujao 2026-2027, wakati wakifukuzia taji lingine tena la 6 la ligi kuu Tanzania bara, kurejesha kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo taji lake msimu uliomalizika walilipoteza kwa watani zao wa jadi Simba, lakini pia kutoa kombe la muungano na kufika mbali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Peter Shalulile alionyesha kiwango bora sana, lakini pia Yanga ilimtambulisha Clement Mzize Walid ambaye hivi karibuni ameanza kurejea na kujifua na wenzake baada ya kukosekana kwa miezi kadhaa kutokana na majeraha. Washambuliaji hao watatu wa kiwango cha juu ni miongoni mwa waliotambulishwa, kwa maana kwamba wale wanaoweza kucheza kama washambuliaji wa kiasili, washambuliaji vinara katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Hawa watatu yeyote anaweza kuanza kama mshambuliaji kinara miongoni mwa wachezaji wa Yanga, lakini pia kuweza kutumika kama washambuliaji wawili pindi kocha Mangobab Ngiti atakapoamua kutumia mfumo huo. Sasa kitendo cha kutambulishwa kwa Selemani Mwalimu Gomez kama mshambuliaji mwingine wa Yanga ni surprise nyingine, kwa sababu ilidhaniwa kwamba katika nafasi ambazo Yanga wanakwenda kuongeza nguvu kwenye mshambuliaji anaweza asiwepo mwingine, wakiona kana kwamba labda kwa kuwa kuna Laurindo Depo ambaye alikuwa anadhaniwa kwamba pengine atakuwepo, huku tetesi zikieleza kwamba Yanga wako mbioni kumuuza, labda itaifanya Yanga katika kutambulisha wachezaji mshambuliaji si sehemu yao, lakini wamefanya hivyo Yanga. Sasa mwingine anaweza kujiuliza, labda Yanga hii ambayo tayari na washambuliaji nyota kwenye nafasi hiyo
Hao nilitoka kuwataja, kina Toge, kina Shalulile, Clement Mzize Walidi, inakuwaje wanamtambulisha tena Selemani Mwalimu Gomez kwamba labda dhamira yao kuwakomoa watengeneza wa jadi Simba ili wabaki na mshambuliaji mmoja ambaye ni Ibrahim Dumbia? Maswali ni mengi, lakini jawabu laweza kuwa rahisi tu, ni kwamba Selemani Mwalimu Gomez ni miongoni mwa nyota ambao wameshathibitisha ubora katika maeneo mbalimbali waliocheza. Akiwa Fountain Gate alionyesha kiwango bora sana, akiwa na kina Dickson Ambundo, kina Kihimbwa, kina Abel Kasim katika eneo la kati katika Fountain Gate kwenye kiungo, lakini alikuwa pamoja na akina Abdalla akina Kulandana katika eneo la kiungo. Fountain Gate ilikuwa inafanya vizuri sana, Selemani Mwalimu aking'ara sana. Matokeo yake akatwaliwa na Wydad Casablanca ambako nako alionyesha kiwango kizuri, na hasa kwa kupata exposure kwa kushiriki michuano ya kombe la dunia la klabu la FIFA kule nchini Marekani. Selemani Mwalimu Gomez ni miongoni mwa waliocheza katika mechi hizo, Wydad wakicheza baadhi ya mechi zao wakicheza dhidi ya Manchester City. Yeye ni miongoni mwa waliobahatika kucheza. Sasa akatwaliwa na Simba kwa mkopo kutoka Wydad. Akiwa nchini msimu uliomalizika 2025-26, Selemani Mwalimu Gomez akawa ndiye top scorer wa Simba katika ligi kuu Tanzania bara. Ndio, Simba ilimaliza ya pili kwenye ligi kuu Tanzania bara, mabingwa Yanga watengeneza wa jadi wakimaliza na pointi 75, Simba walimaliza na pointi 73 wakizidiwa pointi 2. Miongoni mwa wale walioiwezesha Simba kumaliza katika nafasi ya pili ni pamoja na Selemani Mwalimu Gomez, kwa sababu Simba walikuwa wa pili kwa kupachika mabao, wakifunga mabao 54, vinara wakiwa Yanga wenye mabao 71. Kwenye yale mabao 54, Selemani Mwalimu Gomez alifunga mabao 9 na kuwa ndiye top scorer. Ndani ya Simba waliofuatia kufunga mabao ni pamoja na Libasege alifunga mabao 7, ni pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala aliyefunga mabao 7, Anise Ura amefunga mabao 6, Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama amefunga mabao 6, kwa sababu ligi nzima alifunga mabao 8, mawili aliyafunga wakati akitumikia Singida Black Stars. Lakini hiyo haitoshi, mabao yale 9 aliongeza na assist. Kwa hiyo akachangia mabao 10 moja kwa moja kati ya mabao 54 waliofunga Simba, sawa na mchango wa mabao wa around 19%. Na aliyafunga mabao hayo kivipi? Hakucheza dakika nyingi, yeye alicheza mechi 24. Tena baadhi ya mechi Mwalimu Steve Barker mbinu zake alikuwa akitumia, anaanza na baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3. Wale washambuliaji 3, mmoja wakati alikuwa anaanza na mshambuliaji bandia Force 9 Elie Mpanzu Kibisawala, mechi nyingine ino Jospin Loemba. Halafu kipindi cha pili ndipo Selemani Mwalimu Gomez alikuwa mara nyingi anaingia akitokea bench, lakini katika kucheza kwake kwa muda mfupi mechi hizo 24 akawa amepiga mashuti 25, 14 on target, kuonyesha kwamba shooting accuracy yake ilikuwa ni around 52%. Ilikuwa 52% kwa maana kupiga mashuti ya kulenga shabaha, shooting accuracy. Halafu ndipo akafunga yale mabao 9 na assist 1 akiwa amecheza kwa dakika chache. Selemani Mwalimu Gomez ni mzuri katika kukimbia nyuma ya mabeki, lakini wakati mwingine anaweza kutumika kitokea pembeni pindi mwalimu akihitaji. Ni mzuri katika kuibia nafasi, anajua pa kusimama ili kupata mipira na kufunga. Anaweza pia kufunga kwa vichwa, kasi ni miongoni mwa sifa zake, chenga yuko vizuri. Kwa sababu hiyo Yanga kumpata Selemani Mwalimu Gomez wakiwa na Mangoba Mngiti kocha, ni kwamba wamejiongezea silaha nyingine katika eneo lao la ushambuliaji. Analeta ushindani kwa kina Peter Shalulile, kwa kina Ibrahim Atoge, Clement Mzize Walidi kupata nafasi ya kuanza, kwa sababu ushindani uko wa hali ya juu. Hakika Yanga wana mengi ya kunufaika kwa Selemani Mwalimu Gomez, alimradi tu adumishe kiwango chake. Lakini mazuri hayakosekani kuwa na changamoto. Changamoto mojawapo ni kwa Selemani Mwalimu Gomez kupata nafasi, kwa sababu nimetoka kueleza kwamba wanamzize akiwa fit, maana yake inampa mwalimu chaguo lingine la nani wa kuanza naye. Wanapita Shalulile ashathibitisha ubora katika maeneo mengi, ndiye all time goal scorer katika ligi kuu Afrika Kusini akiwa na mabao 130. Anajiunga Yanga akiwa ameacha rekodi kule Afrika Kusini. Hakuna mchezaji aliyefunga mabao mengi katika ligi kuu Afrika Kusini toka kuanzishwa kwake kwa utaratibu uliopo sasa wa PSL. Yeye ndio mwenye mabao mengi zaidi, akifuatiwa na legendary Siabonga Nomvete mwenye mabao 129. Lakini ndiye all time goal scorer katika timu ya taifa ya Namibia, ndiye all time goal scorer katika michuano ya FA Afrika Kusini almaarufu kama Nedbank akiwa amefunga mabao 14.
Peter Shaulile ameshawahi kuwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika 2022-2023 akifunga mabao 6. Kwa sababu hiyo amethibitisha ubora wake akiwa kwenye kiwango cha juu. Selemani Mwalimu Gomez ana kazi ya kufanya kumshawishi Mwalimu Mang'oba Mngiti ampe nafasi yeye na kumwacha Peter Shaulile endapo anatumia mshambuliaji mmoja. Lakini kuna huyu Sheikh Ibrahima Toure, ni miongoni mwa wachezaji ambao inaelezwa Yanga wametumia fedha nyingi kumpata. Msimu uliomalizika 25-26 akiwa anashiriki championship kule Saudi Arabia, ligi ya championship na klabu ya Al Jabalain. Mechi 34 alipiga mashuti 82, akafunga mabao 19, akatoa assist 5, akichangia mabao 24 kwa timu yake iliyomaliza ligi ikiwa na mabao 59. Huyu urefu 96 na inchi 2, mzuri kwa mabao ya vichwa kwa sababu katika mabao 19 matano aliyafunga kwa vichwa. Mzuri kwa guu la kulia kwa sababu katika mabao 19 aliyofunga matano amefunga kwa mguu wa kulia. Mzuri kwa mguu wa kushoto kwa sababu katika mabao 19 aliyofunga 9 amefunga kwa mguu wa kushoto. Lakini pia akatoa assist 5 kama nilivyotoka kueleza. Kwa sababu hiyo akiwa kwenye kiwango chake bora, maana yake Selemani Mwalimu Gomez lazima akaze ili kupata namba kwa Toure. Lakini usisahau Clement Mzize Walid akirudi kwenye kiwango chake msimu 2024-2025 alikuwa ndiye top scorer wa Yanga katika ligi kuu akifunga mabao 14, akitoa assist 5, akichangia mabao 19, wakati Yanga ikimaliza ligi ikiwa na mabao 83 ambayo ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara toka kuanzishwa kwake kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1997. Mzize anaweza kucheza kutokea pembeni kulia, pembeni kushoto, katikati kama mshambuliaji msaidizi, kama mshambuliaji kinara. Gomez anapaswa ajipange pia kumshawishi mwalimu pindi atakapotaka kupanga mshambuliaji mmoja halafu akalinganishwa na Mzize. Lakini mwisho wa siku ana mengi mazuri bila shaka kwa Yanga ambayo inakwenda kushiriki michuano mingi na yote akitaka kufanya vizuri. Ligi kuu Tanzania bara kuwania taji la 6 mfululizo, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano, lakini kubwa zaidi kuvuka kutoka hatua ya makundi na walau kufika robo finali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, itakuwa vipi? Kwamba Selemani Mwalimu Gomez ataonyesha kile ambacho wanayanga wanakitarajia pindi atakapata nafasi ya kucheza? Atadumisha kile ambacho alikionyesha msimu uliomalizika akiwa na Simba, ama ni swala kusubiri na kuona? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.